Nataka sasa twende moja kwa moja kwenye imani inayotenda kazi. Amen. Amen. Nataka tuangalie eneo hili ili pia tuone matendo makuu ya imani maishani mwetu. Ni sharti tuamini. Hicho ndio kipengele ambacho tunakwenda kukiangalia. Ili tuone matendo makuu ya Mungu maishani mwetu, ni sharti tuamini. Kwa hiyo unaweza kuona imani ni lazima tuamini ili pia tuweze kumwona Mungu. Amen. Lakini pia tambua, katika imani nilikwisha kugusia, kuna makundi ya watu wa aina mbili. Wako watu ambao wamepewa neema ya kuamini, lakini pia kuna watu ambao neema ya kuamini kwao imekuwa ni ngumu. Kuna watu hata weke mkutano wa Injili, tukaalika mhubiri na waimbaji wote unaofahamu wakaja, wakasimama na wakafanya vizuri huduma kwenye zamu zao. Lakini mtu akipita namna hii ambaye hana moyo wa kuamini wala kuelewa thamani ya kile kinachofanyika, kwa sababu ya ujinga alionao moyoni mwake, atapuuzia. Lakini kwa mtu ambaye atatamani kuelewa kinachoendelea katika mkutano huo, atajiuliza, kwa nini watu hawa wameweka mkutano huu wa Injili hapa? Kwa kama ni mtu ambaye huenda hajaokoka, lakini kwa mazingira yale atakapokuwa ameona. Lakini pia ukumbuke, nisema wakati mwingine kuona kunasaidia kumfanya mtu pia aweze kuamini. Kwa hiyo kwa mtu mwenye akili atatafakari na kuchukua maamuzi. Kwa sisi tulioko ndani ya kanisa, maana yake tuliposikia Injili au Mungu alipotengeneza mazingira aina fulani kwa ajili ya kutuita, tukawa tumeelewa jambo hilo, ndio maana tumekutanika hapa. Kwa hiyo tunatoka katika lile kundi la watu wasioamini, tunaingia katika kundi la watu walioamini. Sasa sisi ambao tupo katika kundi la watu walioamini, ili tumuone Mungu akituhudumia katika maisha yetu, maana yake ni lazima tubaki katika hali ya kuamini tu. Na tulisema pia imani inaweza ikaharibiwa, lakini Mungu anategemea kwa mtu ambaye tayari umekwisha kufungua moyo wako, ukaelewa mafundisho haya, anaamini kabisa kwako imani haiwezi kuharibika. Lakini pia kumbuka, Yesu alijua makundi haya ya aina mbili. Na wakati mwingine mtu anaweza akakaa katika imani kwa muda fulani, lakini baadaye anapoweza aidha mwenyewe kwa akili zake au kupitia mazingira aina fulani, yanaweza pia akamtoa katika imani akarudi katika kundi la watu wasioamini. Sasa na ukumbuke, Yesu alisema ulimwenguni watu watahukumiwa kwa sababu moja tu ya kutokumwamini yeye. Kwa kitendo cha kutokumwamini Mungu moja kwa moja kinalalisha hukumu ya watu wengi kuweza kuhukumiwa siku ya mwisho. Na ndio maana tulikwisha kuangalia andiko siku za nyuma kwenye Ibrania 9:27, inasema baada ya kifo ni hukumu. Maana yake makundi ya watu ambao hawajaamini, wao wanadhani wakishakufa biashara imeisha. Lakini pia wanapokutanika kwenye vibanda au kwenye maeneo fulani, wamekuwa wakifarijiana hivyo, na ndio maana ndani yao hata hofu ya Mungu imekuwa hakuna. Wanaweza kufanya mambo mengi mabaya na maovu. Lakini wewe mtu wa Mungu uliyeamini, unapoendelea kukaa katika nafasi yako ya kuamini, mmoja, Mungu anajivunia kupitia wewe. Lakini pia jambo la pili, wewe mwenyewe pia unatengeneza usalama wa maisha yako ya sasa na ya baadaye. Na ndio maana pia tuliangalia kwenye kitabu cha Ibrania sura 14. Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Anasema tumwamini yeye, na nyumbani mwa Baba yake makao ni mengi. Anasema kama sivyo asingeliweza kutuambia. Kwa kazi kubwa ya kanisa pamoja na mtu mmoja mmoja ni kuufikia ulimwengu, kuwaaminisha habari za Yesu Kristo, ili pia na wao wawe sehemu ya kusanyiko la Mungu, taifa teule katika ulimwengu huu ambao mwisho wa siku Kristo atakaporudi tutakaa naye. Kwa hiyo katika makundi haya
Wakati mwingine pia mtu ambaye hajawa vizuri katika ufahamu, na ukumbuke pia Yesu aliongea njia iendayo uzimani ni nyembamba, lakini njia iendayo upotevuni ni pana. Na ndio maana pia tumekwisha kujifunza kwa watu wengi ambao walitutangulia, waliweza kuamini na walikaa vizuri katika imani, lakini mwisho wa siku wakaupenda ulimwengu wa sasa, wakachomoka katika imani. Sasa maombi yangu kwako, na ninakuombea pia kwa Mungu akusaidie kukaa katika njia iliyo njema na bora zaidi. Kwa Yesu Kristo aliyajua haya, na nawe pia mtu wa Mungu napenda uyafahamu haya. Unaposoma Yohana 6:63-64 imeandikwa hivi. Yohana sura ya 6 mstari wa 63 mpaka 64. Anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini. Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini, naye ni nani atakaye msaliti. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenifuatilia muda huu, nataka uone pia jambo hili ambavyo pia Yesu Kristo alilielewa. Alileta haya ili sisi kama watu ambao tuko katika imani tutambue katikati ya ulimwengu ambao unatuzunguka, lazima tujue tupo katika kundi la aina gani. Hili ni jambo la muhimu sana. Sasa yote haya tunapoendelea kuja katika ibada kwa nyakati na vipindi tofauti, itatusaidia kuimarika katika imani na kutembea katika yale ambayo Mungu anataka tuyasimamie. Na ndio maana pia pale mwanzo tuliona sisi tunatangulia kuamini kabla ya kuona, na kitendo cha kuamini kabla ya kuona kinasababisha Mungu akuhesabie wewe kuwa na haki. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika ile eneo kama kanisa la Bwana, ufahamu kwetu uongezeke. Amen. Kwa hiyo kama Yesu Kristo alikwisha kuyajua haya, maana yake tafsiri yake, na wewe pia kama mtu wa Mungu unapaswa kuyaelewa haya ili pia ujue namna ya kuweza kusimama. Sasa Mungu kwa watu aliowateua na kuwachagua, aliamua sasa kuwapa imani. Ndio ile pointi namba 1 ambayo inasema tutakwenda kuiangalia. Mungu hutupa sisi imani. Sasa unaweza kujiuliza, Mungu anakupaje imani? Mungu anatengeneza mazingira kama ambavyo Mungu alitengeneza mazingira kwa Musa. Unaposoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4, hebu mtu mmoja asome. Nifungulie hapo uliye na Biblia kubwa. Tuangalie jinsi ambavyo Mungu aliweza kumpa imani Musa kwa ajili ya kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Kwa hiyo tumwangalia Musa peke yake na mtihani wa yeye na Mungu. Kutoka sura ya 3 utasoma kuanzia mstari wa 3 twende haraka mpaka mstari wa 7. Nitasoma. Amen. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Mstari wa 5. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Yatosha. Naomba unitazame sasa, tukamtazame Musa. Musa akiwa hana habari kama kuna siku ataitwa. Kama pia ilivyo leo mimi na wewe tumefahamiana. Na wote tunakumbuka historia ya Musa. Alikulia katika jumba la Farao. Alipata malezi yote mazuri. Lakini pia tunaona kitendo cha Musa jinsi kilivyokuwa cha ajabu, namna alivyoweza kuokolewa. Kipindi kile alizaliwa, kipindi hicho wakati Musa anazaliwa, Farao alikuwa amekwisha kutoa amri kwa habari ya kuuawa kwa wana wote wa Israeli.
hasa watoto wa kiume. Na maandiko yasema wale wakunga walifundishwa kutenda ila. Anapozaliwa mtoto wa kiume wa Kiyahudi ilikuwa lazima auawe. Walikuwa na mashaka kwa kujua watoto wale wa Kiyahudi walifahamu kabisa ndani yao walikuwa na akili, lakini pia ndani yao walikuwa na vipaji vya aina tofauti. Yule mfalme akatia shaka, kaona kizazi hiki kikiinuka, akajua kabisa kwamba taifa la Misri litakwenda kumezwa. Kwa tunaona mtu wa kwanza aliyekuwa na imani alikuwa ni mama yake Musa. Kwa baada ya yule mama kumsaidia kupata mtoto, akasema mtoto wewe ni mzuri na sitakubali afe. Akamficha kwa miezi kadhaa. Baadaye alipoona haiwezekani, akamtengenezea kisafina ili mtoto yule asafirishwe na maji kwenda mbali. Lakini dada yake na yule mtoto alikuwa akifuatilia mazingira ya malezi ya Musa. Kwa hiyo wakati mama yake anamweka yule mtoto kwenye kisafina, pia tunaona dada yake Musa anaitwa Haruni alikuwa pembeni, ila mama hakujua. Na baadaye akawa amemweka mtoto kwenye kile kisafina. Angalia Mungu alivyo ajabu, akatengeneza mazingira. Binti Farao, ingawa alikuwa ni binti ambaye alikuwa anaishi kwenye maisha mazuri. Sasa ujiulize ni kitu gani ambacho kilimtoa nyumbani kwa baba yake aende akaoge mtoni. Akiwa ameambatana na wafanyakazi wake, anashuka kwenye mto, ghafla anaona kisafina kinaelea. Kwa hiyo akatuma wajakazi wake wakaangalie, akaona ndani kuna mtoto mzuri wa Kiebrania. Na yule binti ndani yake kazaliwa huruma, lakini ukumbuke baba yake ndiye alikuwa ni mtu mwenye mamlaka, alitoa maagizo kuuawa kwa kila mtoto wa Kiyahudi atakayezaliwa mwanamume. Sasa yule binti akampenda yule mtoto, akawa anajaribu kufikiria ni nani atakayemtunza yule mtoto. Dada yake Musa akawa anafuatilia ule mchezo jinsi unavyoendelea. Baadaye akajisogeza kwa binti Farao, akamwambia, je, nikutafutie mtu atakayemtunza mtoto kwa gharama ambazo wewe unazihitaji? Yule binti akasema ndio. Sasa uone imani ya yule mama ambao Mungu alikuwa ameweka ndani yake, ingawa palikuwa na tangazo la kuuawa kwa watoto wote wa Kiebrania, lakini mama yule aliamini kwamba Mungu atamuokoa yule mtoto. Amen. Kwa hiyo kilichotokea, mama aliyemzaa mtoto akapewa tenda ya kumhudumia mtoto wake kwa gharama za kutosha. Na akabebwa na kupeleka mpaka nyumbani kwa Farao. Na Farao kwa kumpenda binti yake akutoa maagizo ya yule mtoto auawe. Kwa hiyo tunaona Musa akalelewa katika mazingira mazuri. Wakati ulipofika, Mungu akamwambia kuna ndugu zako. Akamtoa katika lile jumba kwa visa mbalimbali ambavyo vilijitokeza katika maisha ya Musa. Kwa hiyo najaribu kukatisha, nataka nikulete kwenye kusudi. Musa amekwisha kuwa mtu mzima. Amekimbia kwa Farao. Amekimbia kwa Farao, baadaye anakuja kuonana na binti wa mzee mmoja anaitwa Yusro. Huyu binti alikuwa anaitwa Sipora. Sasa Musa alipomuona akamsaidia. Na alipomsaidia binti yule akapeleka taarifa kwa baba yake. Baba yake akasema nenda ukaniletea kijana ni wa aina gani. Yule mzee alipomuona Musa akamkabidhi yule binti kuwa mkewe na pia kumpatia kazi ya kuchunga mifugo. Kutoka kwenye maisha mazuri, uone imani jinsi ilivyo, akaja pia kufundishwa kwenye mazingira mengine yenye utata. Musa amekaa katika ile hali, kumbe ni Mungu alitengeneza mazingira yale kwa ajili ya kumwandaa ajue nyakati zote mbili. Kuna nyakati za raha, kuna nyakati za mateso. Amen. Ndivyo ambavyo Mungu huwa anatutengeneza hivyo. Kwa hiyo ili akutengeneze baadaye uje kuwa ni mtu mwenye huruma kwa watu wengine kupitia imani hiyo, lazima vipindi viwili hivi vije kwako. Amen. Mwisho wa siku Musa ameendelea na kazi ya kuchunga ile mifugo. Anashangaa maana ghafla kichaka kinawaka na mtu aliyewasha hakumuona. Akasema ngoja nigeuke nione maajabu haya. Kwa nini kichaka hiki kinawaka na kiteketei? Kabla hajafika pale, anasikia sauti katikati ya moto inamuita, Musa, Musa, Musa. Musa akasema mimi hapa. Mungu anamwambia usikaribie mahali hapa, ni nchi takatifu, vua viatu vyako. Sasa Mungu atumia picha
ya Musa kuvua viatu vyake, maana yake lengo alikuwa anataka kumtahiri katika moyo, kwa sababu anamuingiza kwenye kusudi lingine. Yale makando kando ya kule kwa Farao yatoke. Ukifuatilia Musa kwa asili alikuwa amelisi tabia ya asila kutoka kwa babu yake kuja kwa baba yake, kama ambavyo pia hata sisi leo unapokuja hapa umepita mgini pengine katika vizazi vinne, wenda tabia ulionayo wenda imetoka kwa babu yako. Amen. Na ndio maana pia Musa kwa asili ile aliweza kuwa mtu, kwa sababu aliona nduguye mmoja anaonewa. Sasa ulipotokea tena ugomvi kwa ndugu wengine, alipokwenda kuamua asema, tazama nyinyi ni Waebrania, kwa nini mnatendeana hila? Sasa kuna moja akasema, unadhani ulivyoua tu kukuona? Musa alipojua kwamba siri ya kumuua Misri imefahamika, akaamua kukimbia, akajua atawindwa na Farao. Kwa mazingira yale ni Mungu atengeneza, lakini Musa alikuwa na tabia ya asili. Sasa pia hata wewe unapokuja hapa, ili imani yako ifanye kazi, lazima Mungu akuchonge. Kuna tutabia fulani tu asili unacho, unajijua mwenyewe. Amen. Haleluya. Amen. Kila mmoja hapa anajijua. Sasa Mungu anamwita Musa. Musa anapoitika asema, nione maajabu haya. Baadaye anasikia Mungu anampa sasa historia ya uzao wake. Kumbuka Musa amekaa kwa Farao, alikuwa hajui historia ya maisha yake kule alikotoka. Mungu anamwambia, mimi ni Mungu wa baba yako Abraham, mimi ni Mungu wa Isaka. Nimesikia mateso na kilio cha watu wangu walioko Misri. Leo nimeshuka, nataka nikutume ukawaokoe. Yamkini pengine leo unaweza kuwa uko ndani ya kanisa unajiuliza, una msiba wa aina gani? Misiba ni mingi. Hata hali ya maisha ulio nayo wewe inakufanya wewe na msiba, kwa sababu ulitamani ufika katika level fulani, lakini ghafla unakutana na vizuizi. Mungu ameona mateso yako. Kwa hiyo Mungu alimpa Musa imani, ili ile imani iwe sababisho la yeye kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Sasa ukifuatilia maandiko haya, wakati Mungu anamwambia Musa, nataka leo nikutume ukawakomboe watu wangu Misri, nimeona mateso yao, Musa kibinadamu akawa anaogopa kurejea kwa Farao, kwa sababu anafahamu Farao jinsi alivyokuwa na mamlaka na jinsi alivyokuwa na jeshi kubwa. Alafu anasikia sauti namwambia, mimi nimekutokea. Na baadaye alivyoona anabishana naye sana, akamwambia, katika taifa la Misri ninapiga mapigo 10. Lakini pia anampa tahadhari, anasema moyo wa Farao nitaufanya kuwa mgumu, katika pigo la mwisho atasalenda. Na Mungu akamuuliza Musa, una kitu gani mkononi? Akasema, Bwana, ninayo fimbo. Ile fimbo ilikuwa ikisimama kama alama ya imani, na fimbo inatokana na miti. Na miti ni nani aliyeumba, wapendwa? Ni Mungu. Akamwambia, kupitia fimbo hiyo nitatembea na wewe kwa ishara na miujiza. Amen. Ndipo akamwambia iweke chini. Alipoweka chini ile fimbo ikageuka kuwa nyoka. Mungu aliamua sasa kumfundisha Musa kitu kingine tofauti kabisa. Na Mungu aliamua kumpatia Musa ishara, ili ajue anapokwenda kuwakomboa wana wa Israeli hata kwa peke yake, Mungu yuko nyuma yake. Kama ambavyo pia hata sisi tuko mahali hapa, kuna ishara ambazo Mungu anazithibitisha kwenye maisha yetu. Hizo ishara ndizo zinazothibitisha kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Kwa kazi kubwa ibilisi ni kukuletesha mashaka. Ukishaamini kupitia hizo ishara ambazo unaziona, zitakutia nguvu ya kukabili hayo mitihani iliyoko mbele yako. Katika aina za ufunuo tuliangalia vitu 5 ambavyo Mungu ameweka kwa mtu. Jambo la kwanza kuona, jambo la pili kusikia, jambo la tatu kunusa. Amen. Amen. Na vitu vinginevyo. Kwa hiyo Mungu kupitia Musa akaona jambo la kwanza kupitia ile fimbo amuoneshe kwamba yeye Mungu yuko pamoja naye. Alikuwa hajawahi kuona katika maisha yake fimbo kwamba inaweza kageuka kuwa nyoka. Na Musa anapokwenda kupambana na Farao, maandiko yanasema Farao hakuleta jeshi, aliinua wachawi waliokuwa katika nchi ya Misri ambao alikuwa anawategemea. Anasema nao wakatengeneza fimbo mfano, wakatengeneza nyoka mfano wa nyoka ya Musa. Musa alipopiga fimbo yake chini na kulitia jina la Bwana, tunaona zile nyoka zilimezwa na nyoka ya Musa. Kwa hiyo pia ukumbuke, kama ambavyo nimekwisha kuongea,
imani wakati mwingine inaweza ikakabiliana na changamoto, lakini Mungu atategemea imani aliyowekeza ndani yako iwe na uwezo wa kuweza kushinda elimu zingine za imani ambazo ndani yake zina viashiria vya uongo. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo imani tunatangulia kuamini kabla tuone. Kwa hiyo Mungu akamtengenezea Musa picha nzima jinsi atakapotoa kusanyiko lile kutoka katika nchi ya Misri na kuwapeleka katika nchi ya ahadi, pia kama jinsi ilivyo sisi pia leo. Lakini pia tunaona Musa wakati anatembea na wale watu katika ile safari alikutana na matatizo mengi ambayo yalikuwa yakiibuka ya kutaka kumkatisha tamaa, lakini mengine ya kutaka kuchallenge imani yake. Kama ambavyo pia hata wewe leo utakutana na challenge za aina tofauti zinazohusiana na imani. Haleluya. Kwa hiyo ili tushinde, ili tufanikiwe, ili tumuone Mungu, Mungu ndiye anayetupa sisi imani kama kifaa cha kufanyia kazi. Mtu anayepata nafasi ya kuajiriwa kwenye kampuni, kwenye idara au serikalini kulingana na masomo ya kitu ambacho amesomea, mwisho wa siku ile mtu ili aweze kuwa mfanyakazi mzuri huwa anapewa vitendea kazi. Amen. Na ndivyo ambavyo Mungu hata sisi ametupa imani kama kitendea kazi. Amen. Kama ni mwalimu ameajiriwa na serikali, jambo la kwanza serikali itaandaa majengo. Amen. Jambo la pili itaandaa vitu ambavyo vitamwezesha yule mwalimu kwenda kufundisha. Amen. Kama mwalimu ameitwa afanye kazi, hakuna jengo, hakuna chaki, hakuna watoto, kazi yake itakuwa haina maana. Amen. Amen. Sasa na Mungu alikwisha kulijua hili, na wakati mwingine tunapotumia mifano hiyo, lengo la Mungu anataka akutazamishe wewe kupitia imani ni kifaa ambacho amekuamini, amekupa. Kwa sababu gani? Majibu yapo kwenye kitabu cha Kutoka, kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hebu tuangalie hapo. Kwa nini Mungu anakupatia wewe kitendea kazi hicho? Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Tuangalie mistari hiyo. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa pili na wa tatu. Uliyepapata unaweza kusaidia kusoma. Kama umechelewa naomba nisome mwenyewe. Tasoma. Amen. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu, lakini kwangu mimi si kitu kabisa nihukumiwe na ninyi, wala kwa hukumu ya kibinadamu, wala yes. Mungu akubariki sana. Sentensi hizi zimeandikwa hivi. Anasema mtu na atuhesabu hivi. Maana yake watu wanaotuzunguka wajue kwamba sisi ambao tuko hapa ni kanisa la nani? La Mungu. Hilo lazima ulielewe. Amen. Na huyu Mungu kuna vifaa ili atupe, au Mungu atatupa kuthibitisha kwamba hiyo kazi ni Mungu anaifanya. Amen. Na hivyo vitendea kazi ambavyo unapewa ndivyo vitakusababisha wewe ufanye kazi. Amen. Amen. Nitolee mfano mwepesi. Ndugu yangu Godfrey, Mungu amekupa neema ya kuwa daktari. Lakini kama utasema Godfrey, njoo tu kwa ajili hapa kanisani uwe daktari, hatuna hospitali, hatuna vifaa, hatuna chochote, utakuja kufanya kazi? Asante, upirike. Kwa hiyo ili huyu bwana kazi yake iweze kuendana na kile ambacho tunampa, lazima tumpatie vifaa vya kufanyia kazi. Na sisi Mungu ametupa imani. Amen. Na shetani anajaribu kutengeneza mazingira ya uongo kama hatuna kifaa cha kupigania. Amen. Imani ndio silaha yako ya kumbamiza ibilisi. Amen. Na shetani pia anaweza kaipima imani yako kama ambavyo pia tumekwisha kuona siku za nyuma. Unaposoma kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, Mungu anamwambia shetani, umetoka wapi huko duniani? Anasema Bwana, nimetoka huko na huko. Mungu anamwambia, je, umemwona mtumishi wangu mkamilifu kabisa Ayubu? Akasema Bwana, ndio. Ayubu hakuchi bure kwa sababu umembariki. Ana mali, amesheni kila kona. Mungu akamwambia, okay,
vitu vyote waweza kugusa isipokuwa roho yake. Amen. Jamaa alipigwa mpaka alifilisika, mpaka dakika ya mwisho. Alipata magonjwa ambayo yamkini pengine ungepata wewe leo dunia nzima ingekuwa sema magonjwa aina gani. Lakini jamaa bado hakutoka katika imani. Akaamini aliyempa mwanzoni ni Mungu, na akaamini majaribu ya imani, na akaamini tena kurejeshewa na Mungu. Amen. Pia ndivyo ilivyo hata kwenye maisha yetu. Nimesema mtu mmoja, unaweza ukashangaa umeenda kazini, unaweza ukashangaa pengine mwaka huu umetegemea wenda ulime na uvune, ukashangaa kile kiwango ambacho ulipanga kijatokea. Haina maana kama Mungu amekuacha. Yumkini pengine Bwana anataka kuipima imani yako. Sasa majaribu ya imani, kupitia imani ambayo Mungu anatupa. Kwa Mungu huwa anatuchekecha. Hata hapa kanisani kuna watu Mungu anataka awainue, lakini anataka ainue watu wenye akili ambao watakapopewa fedha zao wazililizi ili kazi ya Mungu iende, na wao hata waacha. Amen. Mkuu wa mkoa anapotembelea gari ya serikali ni ya kwake. Echa sana. Sio la kwake. Haleluya. Amen. Inakuwa ni mali ya serikali ukiwemo wewe. Ndio maana wanapofanya zile kazi wanakuwa na mikataba. Anapewa ofisi, anapewa vitendea kazi. Asipopewa vitu vyote vile, mamlaka yote ile kwake inakuwa haiwezi kufanya kazi. Sasa Mungu sisi ametuamini kuliko hao, na ndio maana Paulo mtume anasema na mtu atuhesabu hivi kwamba sisi ambao tuko hapa kuna jambo Mungu anataka alipitishe kupitia wewe na mimi. Amen. Lakini pia Mungu anapotaka kufanya hayo, ukumbuke vipimo hatutakwepa. Ili hicho ambacho umepewa kiwe na maana, lazima pia uweze kukitumia. Kuna vipimo. Na ndio maana pia sehemu nyingine Paulo mtume kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 1 wa 10, naomba nisome. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10. Anaongea maneno haya. Anasema basi, ndugu ninawasihi kwa jina la Bwana Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Sasa huyu ni Paulo mtume analiambia kanisa la Wakorintho lihitimu. Neno kuhitimu maana yake imani ili ifanikiwe lazima ipite kwenye mitihani. Sasa kwenye maisha yetu ya kawaida ya siku zote, wiki iliyopita hapa nilikuwa namwambia kijana wangu Keli kwamba tayari kishavuka baadhi ya madarasa, hatua iliyobaki anakwenda JKT. Lakini hiyo shule anayosoma, wangekuwa mtu anatoka darasa la kwanza kuna mtihani, si ndio? Mpaka la saba kwenda form 1 hakuna mtihani. Hiyo shule vipi ambapo ingetangazwa dunia nzima? Kwa kila baada ya miaka 7 lazima mtihani ufanyike. Lakini pia baada ya kumaliza form 4 lazima mtihani afanyeje? Sasa neno kuhitimu maana yake ni hivi. Hauwezi kuhitimu kitu ambacho bado haujakijua. Kwa tunapokutanika, Mungu analeta mafundisho kama ambavyo mwanafunzi anakaa darasani na mwisho wa siku lazima akutane na mtihani. Amen. Kwa hiyo pia hata maisha yetu, jinsi ambavyo tunaishi na muonekano tulio nao, ni matokeo ya kukaa kwetu katika imani tunaishije. Amen. Na ndio maana maisha ya mtu mmoja hapa kwenda mtu mwingine hawezi akafanana. Na hii inatokana na aina ya elimu alionayo katika kupambana. Amen, amen. Sasa Mungu hutupa sisi imani. Hiyo ndio silaha ya kuweza kumbamiza Ibilisi. Wakati mazingira yanasema hamwezi, imani yenyewe inasema nyinyi mnaweza. Amen. Ukamuulize Sara, kwa nini alizaa akiwa na miaka 90? Lakini ujiulize umri wa kawaida kuzaa ni miaka mingapi? Abraham akamwamini Mungu, akamhesabia kuwa na haki. Alimwambia aondoke katika nchi yake akiwa mtu mzima mwenye miaka 75. Ahadi ambazo Mungu aliahidi akaja kutimiza karibia miaka 20 na kitu mbele. Sasa pia ndivyo ilivyo hata kanisa, ndivyo pia ilivyo hata kwa mtu mmoja. Kwa hiyo maombi yangu asubuhi ya leo, ninaomba Mungu akusaidie. Imani hii ambayo ninakuhubiria ndio njia pia mojawapo ya kukupa wewe imani. Amen.
ili ujue kusimama vizuri katika eneo lako. Amen, amen. Na wote wanaopewa imani ndani yao lazima roho ya ujasiri izaliwe. Ukiona mtu ana imani afu hana ujasiri, ujue kabisa wamekopi na kupesti. Mfano kina Danieli hawakubali kuhakikisha kwamba jina la Bwana linazalilishwa. Wakasema tuko tayari kwenda hata katika moto. Wakamwambia mfalme, hata tukifa tuna matumaini, ni njia ya kwenda kumuona Bwana. Lakini wakaongeza gia nyingine ya matumaini. Wakasema lakini Bwana aweza pia kutuokoa na makali ya kinywa cha simba na moto. Kwa wakakaa katika tumaini la aina mbili. Wametupwa katika tanuri ya moto ambayo inawaka. Ile wametupwa, maandiko yanasema moto ule walamba wale majaji. Lakini jamaa alipotumbukia kule, mara ghafla akashuka simba wa kabila la Yuda, Mungu mwenyewe aliye moto ulao. Mfalme anatazama na watu wake, anasema, je, hatukutupa watu watatu? Wanasema ndio. Mbona kuna mtu wa nne anaonekana ni mfano wa miungu, ameudhibiti moto? Wakasahau kama Mungu ndio moto ulao. Wakati anamtokea Musa, alimtokea kwa njia ya moto. Na matokeo ya moto leo duniani tunaona yameweza kuleta mafanikio makubwa sana. Lakini jiulize, kwenye moto kule kuna siri gani? Siku ya Pentekoste Roho anashuka, alishuka kwa mtindo wa moto. Kwa hiyo kina Danieli akashuka, mzee wa mianga akaweza kulamba na kupunguza makali ya moto katika tanuri. Mfalme akasema, toka nizaliwe, sijawahi kuona hii. Akamuuliza Danieli, mko salama? Wakasema ndio, Bwana Mungu wetu ametuokoa na hatari hii. Mfalme pale alikuwa na hasira kwa sababu wale wanaofanya naye kazi walisababisha asaini kwa hila ili jamaa waangamie. Kwa sababu ilikuwa ni sheria na mfalme namna ya kuwatetea alikuwa hana. Alipoona Mungu wao amejibu, akasema kuanzia leo mtamwabudu Mungu wa jamaa. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hutupa sisi imani kama kifaa cha kufanyia kazi. Usipokuwa na imani umeisha. Haleluya. Hebu sasa tuangalie maandiko kadhaa, tumalize kipengele hiki. Kwa kuwa muda wetu unakimbia na siku tunazo, tutakwenda kuhitimisha siku za usoni. Haleluya. Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. Nitakutajia maandiko mengi kidogo hapa ninapokwenda kuhitimisha. Warumi 1:17 naomba nisome. Anasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani yake. Pia tutalinganisha na kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 4. Lakini hapa tunamuona mwandishi wa kitabu cha Warumi anasema hivi, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Kwa hiyo haki ya Mungu ndani yetu inakuwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na Habakuki pia anasema hivi 2:4, tazama roho yake hujifuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo mwenye haki ataishi kwa imani yake, na hii ndio imani yeye aliyotupa sisi. Amen. Kwa tuko hapa ni kwa sababu tuna imani. Amen. Lakini pia unaposoma Waefeso 2:8-9 anasema hivi, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na matendo yenu. Narudia tena, Waefeso 2:8-9 anasema, kwa maana mmeokolewa kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awe yote asije akajisifu. Haleluya. Sasa nisikilize hapa ninapokwenda kuhitimisha. Paulo mtume baadaye anakuja kuliweka ile vizuri. Anasema imani ni kipawa ambacho Mungu amekitoa, na hiyo haitokani na nafsi zetu. Amen. Anasema mtu na asije akajisifu. Kwa sisi kama kanisa, kwa kuwa tumepewa imani, kwa imani hii lazima turudi mbele za Mungu na kumuomba kwa ajili ya ndugu zetu ambao wamefungwa. Ukahaba ni kilio, kwa sababu mtu anapokwenda kujiuza ili apate riziki, yale ni mateso na ni utumwa wa hali ya juu. Mpiga nondo ameona hakuna kazi nyingine, anatembea usiku kucha akiwinda watu kwa kujificha, anavaa mamizuri ya kutisha, kile ni kilio. Hao watu wanamhitaji Mungu. Amen. Watu waliopewa dhamana kusimamia pia idara mbalimbali, wanapokuwa wanakula rushwa, hawatendi haki, ile ni misiba.
kwa sababu ndani yao wanaongozwa na tamaa ya kutokuridhika. Lakini pia hata mtindo wa maisha tunayokuwa nao, misiba imetofautiana. Hata ndani ya kanisa mchungaji siku zote anafunga na kuomba, anataka misiba kwenye maisha ya watu itoke. Jinsi mlivyo sivyo ambavyo nategemea mwe baada ya miezi mitatu au baada ya mwaka mmoja mbele. Lazima Bwana awafurahishe. Haleluya. Sasa kipawa hiki hakitokani na nafsi zetu, ni Mungu mwenyewe anatenda. Na ndio maana mtu aliyeokoka hawezi akasimama na kujisifu, kwa sababu ni Mungu mwenyewe anakuwa amemuokoa. Amen. Kwa hiyo hao walioko nje, Biblia inasema kwamba wamepiga upofu ili nuru ya injili ishindwe kuwazukia. Na sehemu nyingine Yesu anasema watasikia lakini hawataelewa. Lakini kuna watu ambao Mungu alishawajalia, hawa wakisikiliza hata maneno machache, wakielewa na kuamini, watamuona Mungu. Sasa huko usiulize ni kwa nini. Mungu yeye hachunguziki. Yeye alijua. Anasema tangu mwanzo kusha kujua ni nani watakao kwenda Jehanamu na ni nani ambao watakao pona. Kwa sisi tulioko katika hili eneo, haijalishi mazingira tunayoyapitia, tumwangalie Mungu aliyetupa imani kama kifaa cha kumbamizia ibilisi. Amen. Tunaanza kuona sasa the dome of Christ. Tunaanza kuona jengo, tunaanza kuona hatua ambazo Mungu anatupeleka. Naanza kuona maisha ya kina Sana yatakavyobadilika. Naanza kuona maisha ya kina Tuntufye. Naanza kuona maisha hata ndugu zangu kina Godfrey, vile ambavyo Mungu atapa kibali huko. Wakina Morris hao wote, wakina Robinson. Imani hamtakuwa kama jinsi mlivyo kina Kemprini. Baada ya mwaka moja miwili, kuna watu hapa maisha yao yatabadilika. Waliokuwa nakuja na baskeli wataanza kuja na magari. Yaani nakwambia kabisa, wale ambao hawajaolewa kwa imani ninaona, kwa sababu mchungaji ataomba, Mungu ataleta wanaume wazuri kutoka huko. Watakapokuja katika ibada watakuwa na shikamana. Sasa kwa imani lazima umtie moyo mchungaji wako kwa kumsapoti na sehemu ya 10, kwa kumsapoti na sadaka ili aweze kuomba, kwa sababu Mungu amempa imani. Imani anataka ilete majibu kwako. Kwa imani naona wanangu watakapofanya vizuri kwenye matokeo huko shuleni, Mungu awakumbuke, kwa sababu Mungu ametupa imani. Kwa imani ninapokuona Robinson, after 1 year hautakuwa kama jinsi ulivyo, utakuwa somebody fulani ambaye Mungu atafanya mabadiliko kwako. Kwa sababu imani tunatangulia kuona kabla vitu havijatokea. Ndio maana tuko mahali hapa. Kwa hiyo mtu wa kidunia, mtu aliyekaa katika dini hawezi akaelewa haya. Na ndio maana kuna mwingine mpaka aone mmejenga jengo limekeje, anasema sasa na mimi ndio nakuja. Lakini ukumbuke huyo atasababisha nyinyi sababu iongezeke, kwa sababu asani umeamini kabla hujaona kwamba kuna jambo linakwenda kutokea. Imani inafichua vitu vilivyofichika katika ulimwengu wa roho, vinakuja kuonekana katika mwili. Mtu akasema baba tuombe, baba akasema anahitaji mke, nikasema Mungu ataleta, iwe kaskazini iwe mashariki. Imani sio kitu cha mchezo. Ikamtoromoa binti alikokuwa, hatimaye ona maisha yanabadilika. Kwa mimi kama baba nikikwambia kaa katika njia hii, wanangu kina Zawadi nikisema tulia hivi, wanake nataka nikuseti kama dishi fulani, nikiseti hivi nakuta ninadaka vitu vizuri, kwa sababu ninajua kuna vitu vinakuja katika ulimwengu wa roho. Nikishuka hivyo usipishane navyo. Kuna wakati nitakuwa ni mkali, kuna wakati nitaongea kwa upole, kuna wakati nitakwambia kaivi, nikisema kaivi hakuna kugeuka nyuma kabla hivyo, kwa sababu kuna vitu unataka kufanya kazi. Haleluya. Baba kwa mtu gani uelewi mwana huyu mwambie niacha. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Imani, Mungu anapaka watu wenye akili. Amen. Amen. Kila Gabriel anaanza kuona tunakokwenda. Kwa hiyo mtu wa Mungu nataka uyatambue haya. Amen. Hiyo ndio imani. Mimi imani nilikaona kazani kabla akajaja duniani. Naambia leo itakaona kama bukangu katafanana na wewe. Akacheka basi kweli. Sasa leo take kazani, sasa sura leo umepatika pale. Amen. Sifanye mchezo na imani. Amen. Haleluya. 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 Kwa imani tutufe, Mungu atakujalia. Amen. Mambo yako yataenda. Sasa kwa imani neema, pengine Mungu amekufikiria una tutufe ili kumfuta machozi, nimempatia kwa ifaka. Pengine anza na katoto kakike hata kiko kwa anacheza kwa namna hii. Amen. Imani. Haleluya. Imani. Mama yako usicheze na imani. Amen. Usicheze na imani.
Mungu alimpa Ayubu imani, najua wengine wangechemka. Amen. Kwa imani Mungu anakwenda kuinua mtaji wako. Amen. Haleluya. Amen. Kwa imani na Mungu akikumbuka, ukumbuke kazi ya Mungu. Amen. Lakini usiseme tafanya mpaka atakapokuwa na kingi. Mungu anaangalia katika shilingi 10,000 yako. Umetenga kiasi gani kwa ajili ya Bwana. Amen. Haleluya. Kwa imani. Kwa imani. Nashukuru Mungu, mwanangu Zawadi amefanya kazi nzuri juzi. Akasema sina kitu lakini amefanya usafi hadi ya juu huko. Hiyo ni imani. Yaani imani sio anasema mwanangu Mungu akukumbuke tulie hivi. Amen. Yaani Mungu anasema afu naelewa ile lugha. Ndio mambo yanavyokwenda. Imani. Mungu amemleta huko akasema pastor hapa wakati wa kujenga hapa naweza kuchangia gharama kubwa. Mimi mwenyewe ni fundi. Tukiweka vitu tufanye na mambo yatakwenda. Tutakwenda. Amen. Kwa hiyo wiki ijayo tutakwenda kuangalia utii katika imani unaleta matunda aina gani. Haleluya. Kwa nini Yesu alikuwa ni mtii na alikuwa ni mnyenyekevu? Yesu anataka tujifunze kwake. Kwa machache haya naomba leo niishie hapa.